neno au 40 linaeleza utimilifu au ukamilifu wa jambo fulani. Ndio maana hata watu nao wakishazika, kwa mfano wamepata msiba, unasikia tu siku tunafanya 40. 40 maana yake ni kwamba mwisho sasa wa kuomboleza. Kwa hiyo tunapoanza 40 yetu hapa, jambo kubwa tunalotakiwa kuliona ni kwamba tunakumbuka zile siku 40 ambazo Nuhu alikaa katika safina na wale wanafamilia waliokubali kuungana naye na wanyama wale. Mvua ikanyesha katika dunia siku 40. Na baada ya zile siku 40 unaona kwamba kila kitu kilisafishwa. Utayasoma kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 8. Utaona hiyo gharika kuu. Tunakumbuka pia siku 40 au miaka 40 ambayo wana wa Israeli walikaa jangwani mpaka kile kizazi cha wale waliopigana vita kikaisha. Utayasoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 5. Kwa hiyo tunapofanya hivyo tunajikumbusha yale ambayo wenzetu walipitia. Kuona sisi kama wana wa Israeli tunaingia kwenye safina ambayo ni Kristo. Tunasafiri na Kristo kwa siku 40 kuiendea Pasaka. Lakini pia nirudi kwamba hata Yesu kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 1, hata Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 1, anaonyesha kwamba Yesu alifunga kwa siku 40 baada ya kuwa ameongozwa jangwani kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kuona sisi kwa kufuata, kwa sababu sisi ni wa Kristo, wana wa Kristo, na tunafuata misingi ya Kristo, na sisi tunaingia kufunga kwa siku 40 ili kusudi kujitakasa. Hiyo ni mwanzo kwamba Jumatano ya Majivu tumeanza huo mfungo.